Wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win. Hayopo leo tarehe 27 mmeamka salama kabisa. Nipende kutoa hongera kubwa, hongera za dhati kwa memba wangu wa Mkwanja Odds Win ambao waliweza kufanya vizuri katika game ambazo nilizoziweka jana katika platform zangu. Naanza kutoa hongera kubwa kwa VIP channel. Itakuja tena tatoa hongera kubwa kwa free tips channel ambazo nilizoweka WhatsApp pamoja na YouTube. Zeni nitaweza kutaja game za leo. Lakini kama ni mara yako ya kwanza unapita katika channel ya Mkwanja Odds Win, ni vyema zaidi ukasubscribe, ukashare channel ya Mkwanja Odds Win, ukalike, ukacomment kama umependezewa. Lakini kama una changamoto kwenye kuweza kuchambua timu, japokuwa nimekueleza mbinu sahihi za kutumia, lakini kwako bado ni changamoto, basi unaweza kujiunga kwenye VIP kwa shilingi 30 kwa mwezi kama utakuwa unaona una shida ambayo huwezi kuitatua hata kama umeangalia video zangu za mafunzo. Jana bana ilikuwa tarehe 26, kuna game ambazo tuliziweka hapa kwenye VIP channel. Ilikuwa ni game kama game 3. Ilikuwa ni game bet slip 3 ambazo tuliziweka jana kwenye VIP. Ya kwanza ilikuwa ni game ya Barcelona vs Real Madrid. Game hii tuliweza kuomba over 2.5 goals, yani magoli matatu. Ilikuwa ni game ya Spain Copa del Rey. Tuliweza kuomba magoli matatu yapatikane na magoli matatu yakapatikana. Ilikuwa ni odds 1.41 na game ya pili nikaomba kona 9 ya mabano. Na nishaeleza kona 9 ya mabano na ina maana gani. Ukifuatilia video zangu nyingi utasikia. Na game nzima hii bet hii ilikuwa na odds 2.03, tukaweza kustake shilingi 500,000. Game hii iliweza kwenda vizuri. Na game iliyofuata ilikuwa ni hii. Ilikuwa ni bet slip yenye game 3 ambayo game ya kwanza ilikuwa ni England League 1, ilikuwa na game ya Leyton Orient vs Wycombe. Tips tukaomba double chance aweze kushinda yote. Na game hii Lyon aweza kushinda, game hii iweza kwenda vizuri. Na game nyingine ilikuwa ni England FA Cup, ilikuwa ni game ya Crystal Palace vs Aston Villa. Na game hii tuliomba pia na yenyewe double chance, akaweza kushinda Crystal Palace kwa goli 3 na odds zilikuwa ni 1.332. Game ile kwenda vizuri. Na game nyingine ilikuwa ni Israeli Premier League, ilikuwa na game ya Hapoel Haifa vs Maccabi Tel Aviv. Game hii niweza kuomba double chance aweze kushinda yote na odds zilikuwa 1.72 na ikaenda vizuri. Na game au bet slip yenye game 3 na odds 2.076 tuweza kustake shilingi 500,000 na bet slip yetu iliweza kwenda vizuri. Nikaja game nyingine. Hii game niliweka kwenye VIP na nikaweka katika free tips kabla ya game kucheza, na niliweka option mbili. Niliweka VAR check, ina maana VAR itumike, na nikaweka na hii medical, yani medical team to enter pinch. Kuenda kwenye pinch, the medical team katika first half aweze kuingia, yani katika kipindi cha kwanza medical aweze kuingia uwanjani kumganga au kumgangua mtu au mchezaji. Na game hii pia na iliweza kwenda vizuri kwa na odds 2. Tukawa tumewekewa limit ya kuweka stake, na ndio maana tumeweka 76,600. Yani hiyo ni limit. Ina maana ingekuwa ni juu zaidi hapo tungeweka hela nyingi. Game hiyo ilienda kwenda vizuri. Hizo ndo game za VIP ambazo niliziweka jana katika VIP channel. Na nimewambia kwa mtu ambao ukiona una changamoto kwenye kuchambua tips, japokuwa umeshajifunza mambo mengi lakini bado una changamoto, basi hapa ni mahali sahihi. Unaweza kujiunga hapa ukaendelea kujifunza huku kidogo kidogo, na huku unaweka tips zako. Ni shilingi 30,000 tu kujiunga kwenye VIP tips, yani VIP channel. Hiyo ni VIP. Hebu tuende tukaone katika free tips ambazo tuliziweka jana. Tips ya Mkwanja Odds Win katika channel ya WhatsApp, kuna game ambayo kwanza nilibet live. Ilikuwa ni game ya basketball NBA, ilikuwa ni kati ya game ya Miami vs Cleveland ambayo niliomba under 50.5, na game hii iliweza kuloss kwa sababu ilipatikana 53, na maana point 2 zilizidi. Lakini baada ya kuja kuangalia mchezo vizuri katika quarter 1, quarter 2
nikawa naona mechi hizi inapatikana game, yani pointi zinakuwa over, na maana chini ya zinakuwa hazitoi, na maana zinakuwa over. Baada ya kuangalia over zinapatikana nyingi, nikamfuata nikampa mtu anayeongoza anashinda, kwa sababu huyu Cleveland aliweza kuongoza quarter 1 quarter 2, basi nikaomba nimfuate quarter 3. Quarter 3 nikampa ashinde na nikamwekea milioni 2. Na quarter 3 hiyo alikuwa na odds 2.016 na niliweka ikawa imeenda vizuri. Game hiyo iweza kwenda vizuri, lakini sikuiposti hapa, nilibeti chap. Tunakuja kwenye game ambazo niliweka free. Game ambazo niliweka free ya kwanza ilikuwa ni hii. Ilikuwa ni football, Spain La Liga, Spain Copa del Rey. Ilikuwa ni game ya Barcelona vs Real Madrid. Game hii niliweza kuomba medical team to enter the pitch. Yes to team, yani medical team one first to, yani katika kipindi cha kwanza medical waweze kuingia katika team kwenda kumganga au kumgangua au kumtibu mchezaji au kumwangalia hali ya mchezaji, na ilikuwa na odds 2. Na nilieleza hii niliweka VIP pamoja na huku kwenye free ilikuwa na odds 2, na tukastake 76 na 600, na tuliwekewa limit hiyo ndio ya kuweza kustake mwisho. Ina maana ingewekwa zaidi hapo, basi sisi tungeongeza zaidi ya hapo. Hiyo ilikuwa ni game ambayo niweza kuweka, na nikaja tena kwenye game nyingine. Ilikuwa ni game ya Barcelona vs Real Madrid, na game hii tuomba VAR use, yani VAR to be used. Yes, VAR checks, yani waweze kutumia VAR katika mechi hii, sio one half so two half, mechi nzima, na maana VAR waweze kutumika. Na kweli VAR jana iliweza kutumika katika game ya Barcelona na Real Madrid. Kwa hiyo game hii ilikuwa iko nje, na yenyewe pia tuliwekewa limit ya kustake, tuliwekewa 95 mwisho, na tukastake hiyo, lakini mambo yakaweza kwenda poa. Kwa hiyo hizo ni free games, lakini kuna game moja ambayo tuliweka YouTube. Game ambayo tuliweka YouTube, ngoja nikuonyeshe. Ilikuwa ni game ya Indo Bet Slip ambayo tuweza kuweka YouTube. Hii ilikuwa na game 3, ilikuwa ni game 3 pekee ambazo tuweza kuweka YouTube. Na game hizo au Bet Slip hiyo ilikuwa na odds 2.403, na game yetu ya kwanza ilikuwa ni AFC Champions League Elite, kuna game ya Yokohama vs Al Nassr. Nilisema kutokana na uwezo wa Al Nassr nikaamua nimpe mazima na muamini, na akaweza kufanya vizuri. Na game iliyofuata ilikuwa ni Portugal Premier La Liga, ilikuwa na game ya Estrela da Amadora vs Porto. Na game hii kutokana niliwaambia nilikuwa na muamini Porto aweze kushinda, lakini kwa usalama zaidi nikaamua kuweka ashinde yeyote. Maajabu, Porto akapigwa goli 2-0. Na ndo maana nilishtuka, nikaona game hii kati ya madola, na baada ya kufuatilia historia nikaona hapa simpi mtu ashinde, nikabidi nimpe double chance. Kwa hiyo game hiyo iliweza kwenda vizuri, ilikuwa na odds 1.26. Game nyingine ambayo ileta maajabu ni game ya Turkey Super League ambayo ilikuwa na game ya Gaziantep vs Fenerbahce. Game hii Fenerbahce aliweza kupigwa goli la kwanza na likadumu kipindi cha kwanza. Baada ya kipindi cha pili Fenerbahce alifanya maajabu, akachomoa na akaongeza, na game hii ilikuwa na odds 1.445, na game hiyo iliweza kwenda vizuri. Lakini nilipokuwa na check live mpaka Fenerbahce alifikisha hatua mpaka akapewa odds 8. Mpira kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo hizo ndo bet slip ambazo tuliziweka jana na zimefanya vizuri. Ni wape hongera kubwa member wa Mkwanja Odds Win. Kikubwa tu hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment, na kama ni mara yako ya kwanza unapita katika channel hii ya Mkwanja Odds Win. Naitwa Mkwanja Odds Win, najihusisha na kutoa prediction kila siku kupitia channel hii au platform zangu zote za Mkwanja Odds Win. Kikubwa hakikisha unanifuata sehemu zote husika ili usiweze kupitwa na video au content inayohusiana na swala zima la betting. Leo nimekuandalia bet slip 2. Bet slip za leo tarehe 27 mwezi wa 4 2025. Tukianza na bet slip yetu ya kwanza. Bet slip ya kwanza ina odds 2.013 na tumeweza kustake shilingi 200,000. Bet slip yetu ya kwanza ni kama ya jana tu, lakini hii ina game tofauti. Game yetu ya kwanza itakuwa ni Italy Serie A, itakuwa na game na Napoli vs Torino. Tips tumeweza kuomba double chance aweze kushinda yoyote na odds 1.227. Hiyo ni game ya kwanza. Na game ya pili ni football England FA Cup, ni game ya
Nottingham Forest vs Manchester City, na tips tunaweza kuomba double chance aweze kushinda yote, na odds ni 1.283. Hizo ni game ya pili. Na game ya tatu itakuwa ni England Premier League, itakuwa na game ya Bournemouth vs Manchester United. Tips tumeweza kuomba double chance aweze kushinda yoyote, na game yetu ina beti au games 3, na bet slip hii ina total ya odds 2.013, na tumeweza kustake shilingi 200,000. Ni game ya leo tarehe 27, ni bet slip ya leo tarehe 27 kama unavyoweza kuiona hapo. Ya kwanza ni Napoli na Torino, ya pili ni Nottingham Forest na Manchester City, na ya tatu ni Bournemouth vs Manchester United. Hizo ni game za leo. Hiyo ni bet slip namba 1. Tukienda katika bet slip namba 2. Bet slip yetu namba 2 ina total ya game 2, na yani game ni moja lakini nimeidouble kwa option 2. Na game yetu hii ina odds 2.286, na tumeweza kustake shilingi 200,000. Game hii au bet slip hii kwanza ni Australia A League. Unaona, na game hii ni West United vs Sydney, na game hii nimeweza kuomba over 19.5 foul, yani foul ziweze kupatikana 20 ambayo ni 19.5. Hiyo ni game ya kwanza, yani katika full time zipatikane foul 20 ya kwanza. Na game ya pili itakuwa ni Football Australia A League, hiyo ambayo ni option nyingine, itakuwa ni West United vs Sydney. Tips nimeweza kuomba over 3 goals, over 3 ya mabano goals, na maana wakitoka 2-1 hela yangu inarudi, wakitoka 2-2 nakuwa nimewin. Hiyo ni over 3 goals na odds ni 1.42. Hiyo ni bet slip ya pili ya leo tarehe 27 mwezi wa 4 2025. Nisikuchoshe, kikubwa hakikisha umesubscribe, share video hii kwenye magrupu yako, like ukiwa unaangalia, kisha una like, hakikisha hata una comment hata done hata yes, good, feel nice hivyo, ili tuendelee kuweka channel yetu iwe katika hali nzuri. Kwa hiyo hakikisha tu umesubscribe, umeshare, umelike and comment. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inayohusiana na swala zima la betting. Asante.